his prison garment. Oh, that one I have just nimeruka. But let me finish with slavery garment. But also I would like you to note that Jeremiah 52 verse 3 now okay about prison garment. So, as I was explaining, that garment about alikuwa amevalishwa ya slavery aliuacha nyuma wakati alikamatwa na yule mwanamke. Na akasema afadhali uachwe na nini? Uachwe na mavazi. Na wakati ambao tuko wapendwa, imefika wakati kuna kung'ang'aniwa kwa mavazi zetu za kiroho. Bwana tukuze. Kuna vitu vingi ambazo zinataka kutung'oa ama kutuvua mavazi zetu za kiroho. Wacha hii physical. Even though kuna watu hata saa hizi wanavaa kile wanataka na hawataulizwa. Wacha wafanye. Kila mtu atalipwa kazi yake. Na utaulizwa maswali. How did you behave? Ulibehave namna hii kwa nini? So tunaona it was worn by slave and was a badge of their condition. Slavery garment ilivaliwa wakati huo na slaves na ilikuwa ni badge ya kuonyesha condition yake. Sijui wengine tunaweza kuwa hapa tumevalishwa mavazi na adui ambayo inaonyesha negative condition of our side, but it is not so. Maana labda mavazi yako ile mazuri imetolewa na ukavalishwa mengine. Let us twende mavazi number 2. Different kinds of garment. Number 2 is a prison garment. Hiyo nilikuwa nimehitaji. Prison garment tunaona ilivalishwa Joseph bado. Hello? Genesis 41 and verse number 14. Somebody read for us. Genesis 14 and verse 41-14. Na hiyo ingine ni Jeremiah 52 verse 3. Mimi nitasoma Jeremiah 52 verse 3 na mwingine atusomee Genesis 41:14. Then Pharaoh sent and called Joseph, and they brought him hastily out of the dungeon. Yes. And he shaved himself and changed his raiment, and came in unto Pharaoh. Yes. Hapa ni baada ya kustakiwa na kupelekwa jela. Bwana alistakiwa kimakosa kwamba amefanya dhambi ambayo hakufanya. Na tunaona alipofikishwa jela alitolewa sikuli amewacha fasi la utumwa. Alipofika jela hivi anakaribishwa na fasi nyingine. Hello. Anaambiwa umetoka huko umekuwa slave. Sasa huku wewe ni mfungwa. Vaa hiyo koti yako. Akafarishwa. And now it is time for him to be transited from prison to Paris. You can't go to Paris, hello, with prison garment. So wakati Joseph alipotolewa prison, akipelekwa Paris kwenda kukutana na Farao, alitolewa mavazi. Alafu akaambiwa anyoe nini? Ndefu. Unajua na nywele. I don't sijui kama mimi unakaa kama mimi. Mimi mwenyewe. I'm talking about me. Kuna ndefu zingine zimetokelezea round hii. Juu ziko na nini? Hata kidogo ndio unapata zimefika huku kama za Haruni. Sasa kwa nini tunaambiwa akanyoa ndefu na nywele na akavaa vazi lingine? Maana hata tukiendelea kusoma maana hatuna time tungeona akivalishwa. Tunajua Joseph alivalishwa vazi lingine akiwa pale kwa ofisi ile alipewa na akapewa alimu. So tunaona in the spiritual realm kuna wengine wamevalishwa mavazi ya jela. Watu wanapatana na wewe wanaona kama umekaa kama mfungwa. Wengine wanapatana na wewe wanaona kama umekaa kama a slave. Kwa sababu and that
identification garment, when they interpret your garment, wanapokuona inaingia kwa mawazo yao na kwa mioyo yao, then wanaifanyisha kazi, unapata kazi za utumwa. Halo? Wengine unapata kazi ama unapata kuwa uko busy lakini wewe kama mfungwa. Umefungwa lakini bado you are walking slave. Mfungwa ambaye anafanya nini? Anatembea. And today I have come to tell you, we must put off those garments in the name of Jesus. Ni lazima mavazi yote ambayo tulivalishwa na adui tunaivua na tuziweke chini. Na nitakuonyesha basi ni tutafaa. Bwana atukuzwe. Maana katika ufalme wa mbinguni kuna mavazi ya mbinguni. Hallelujah. Na mavazi hayo ukiyavaa, wherever you go, people can identify with you and recognize you and say, this is the person you have been looking for. Lakini pale mbeleni maana ulivaa vazi lingine, silo vazi ndilo linafanya uchukiwe, udharauliwe. Bwana atukuzwe. Wacha tuende vazi la tatu. A harlot garment. Vazi la kikahaba. Proverbs 7 and verse number 10. Proverbs 7 and verse number 10. Vazi la kikahaba. Wengine hata ni wake za watu. Lakini wanaenda wakichokozwa everywhere. 7:10. Bible says, and behold, there met him a woman with the attire of a harlot and a subtle of heart. Biblia ingine inasema a harlot garment. Hii ni King James, ile ya zamani. Inasema attire. Vazi. So, you find that hata ukitembea hapa Kenya, na sitaiongea sana maana siipendi hiyo jina. It is very easy to identify those people. Ni ukweli. Because how you dress determines how people will address you. Hello? So kuna mtu ambaye ni mke wa mtu, anaweza fana atoke nyumbani asije amefuatwa na wanaume na vijana because amevaa kama kwa bao sita watatu. Maana sio jina mzuri. So in the spiritual realm kuna watu ambao leo wamevalishwa mavazi. Hata akijaribu kuvaa nguo nzuri aje, akitokea roho hizo zote zinafanya nini? Zinamfuata. And today I'm addressing you kwa wale ambao mnaona hapa na wale ambao wana watch online. I would like to say it is a high time for us kuvua mavazi hizo zote, evil garments zote tusitoe. So ningetaka kusema the harlot clothes was designed to entice and seduce. Hello? Mtu akivaa hizo mavazi aimu yake ni ku-entice na ya pili ku-seduce. Haya. Now, this garment ukisoma ile mstari inamaliza kusema reflecting a heart of cunning. So unaweza kuwa wewe hauko kwa hizo vitu, lakini kulingana na vile adui anataka kupachika picha fulani, ukitoka nje hata ukisimama hapa kwa madhabahu kuna maroho umetupiwa kiwango ya kwamba ama umekufuata kiwango ya kwamba hata ukijaribu kuleta vitu za kiroho already ulimwengu wa kiroho uko pasted kipicha kingine. Na hizo picha ndizo tuna address mchana wa leo. Ni lazima zitafuliwa kwetu kwa jina la Yesu. Amen. Na ya nne is beggar's garment. Beggar's garment. Hiyo tunaijua. Bartimaeus. Beggar's garment. Mark chapter 10 and verse 46. We shall read this. Beggar's garment. Hii ni mavazi ambayo inavalishwa ama ilivalishwa Israeli. For you to be identified as a beggar, there was an attire or a garment or a robe that you are to wear for you to be recognized as a beggar. Verse number 46. Mark 10, 46 to 51.
The Bible says, and they came to Jericho, and as he went out of Jericho with his disciples and a great number of people, blind Bartimaeus, the son of Timaeus, sat by the highway side begging. When he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out, saying, Jesus, thou son of David, have mercy on me. And many charged him that he should hold his peace. But he cried the more a great deal, thou son of David, have mercy on me. And Jesus stood still and commanded him to be called. And they called the blind man, saying unto him, Be of good comfort, rise, he calleth thee. And he casting away, I want you to get this, and he casting away his garments, rose and came to Jesus. And Jesus answered and said unto him, What wilt thou that I should do unto thee? The blind man said unto him, Lord, that I might receive my sight. Hallelujah. And immediately, what happened? Alipokea ama hakupokea? Now, wakati alipokea, what happened? Ninaamini ya kwamba the problem is the garment. Hello? That garment ya beggar ilikuwa imembranden. What is this required? Hakukuambiwa Bartimayo macho yake ilikuwa imefungwa. He received what? His sight. So that means or his eyes was, ilikuwa macho yake imefunguka. Maana tungeambiwa his eyes was healed and opened. Lakini tunaambiwa he received what? His sight. There are some of the garments when we wear them, they brighten us. Sinatufanya tukose kuona kule tunataka kwenda. Bwana sifiwe. May any one of us watching all in this house receive your sight and cast that beggarly garment away out of you in the name of Jesus. Mavazi ya beggars ni mavazi ambayo unaweza valishwa. Wherever you go, watu hata wanakumistake. Kwa kama anakuja kutuomba. Lakini wanaanza kujiondoa pole. But I'm telling you that era is now unfolding na inaondoka. We are entering into another era because tunaenda kufua hizo mavazi zote kwa jina la Yesu. Oh, a beggar garment was represented his situation in life. Hiyo garment akikaa kwa njia ilikuwa inaonyesha yeye ako kwa hali gani. Yeye mivuko ama kiuchumi, kama vile Kenya saa hizi kauchumi kamefinyafinywa design fulani. But we refuse to be beggars. We shall not beg in our own country. We shall not. We shall not beg in our own country at whatever cost. Sisi tunasimama na tunapinga roho ya kufinyiliwa, roho ya kuwa underrated. Hiyo ni roho ambayo haina nafasi katika maisha ya mtu mmoja wetu katika jina la Yesu. Amen. So it symbolized everything was wrong in his life. Wakati ukiona Bartimayo, watu walijua kila kitu kiko baya. Hii vazi amevaa, vitu zote haziko sawa. And I've come to say, vitu zote zitakuwa sawa. Because we have King of Kings and Lord of Lords. He owns heaven and earth. When Bartimaeus was casted off his garment, he received his sight. May every one of us start seeing things ambazo hujakuwa ukiziona. Some of us tunatafuta vitu walio siku karibu nasi. Kwa sababu ya vazi yenye tumevalishwa limetufunika upofu, hatuwezi kuona. Situanze kuona vitu ambayo misaada yetu iko karibu yaanze kuchipuka kwa jina la Yesu. Inanikumbusha Hagai. Hagai akiwa pale kwa kizima, mahali alikaa na mtoto wake na analia. Wakati roho wa Mungu alimfungua macho, Biblia inasema ya kwamba kizima kilikuwa tu
mahali agerusha mshare kidogo, kisima cha maji kilikuwa hapo. Akaambiwa chukua mtoto, kisima ndicho kile, chota maji mnywe. Si mtu aone mahali msaada wake huko. Si mtu aone mahali msaada wake huko leo kwa jina la Yesu. Waanze kuona msaada wako. Ya 5, filthy garment. Fasi chafu. Filthy garment. Filthy garment, hiyo ni garment ya 5. Na hiyo iko katika Zechariah 3 and verse number 1 to 4. I know this one might help you to understand. Hata ukiwa mtumishi wa Mungu. Hello? Zechariah and this man Joshua, the priest. Where is it? Zechariah chapter 3 verse 1 to 4. The Bible says, and he showed me Joshua the high priest. High priest. High, not only even the robe. The high. Ule mkubwa. The priest mkubwa. Sasa sio hata hii priest sisi wengine tunatembea huku wadogo. Ni wale ambao ni makomanda wa ufalme wa kiroho. Sasa huyu ndiye alipandishwa hiyo pasi. Hata tunaambiwa ya kwamba alionyesha the high priest standing before the angel of the Lord, and Satan standing at his right hand to resist him. Joshua the high priest amesimama hapa. Na mkono huu wa right, ni nani mwingine amesimama? Anataka kumfanya nini? Amvalishe vazi lingine. Hilo lake la kikuhani likose kuonekana, hilo la uchafu na giza lionekane. Na nimekuja kutangaza leo, kama adui amesimama mkono wa kulia, aondoke. Yesu ndiye anakaa mkono wa kulia. Ni nini? Na unakuja kufanya nini hapa kwa mkono wangu wa kulia? Hallelujah. Alafu tunaambiwa mstari wa 2. And the Lord said unto Satan, the Lord rebuked thee, O Satan, even the Lord that hath chosen Jerusalem to rebuke thee. Is not this a brand plucked out of the fire? And Joshua was, sasa hapa nataka usike, verse 3. And Joshua was clothed with filthy garments and stood before the angel. Sasa nataka niwaulize, ni watumishi wangapi leo wamepakwa matope? Filthy garment ni ya kipepo. Sio yeye sio mchafu. In fact, Joshua the high priest hakuwa mchafu. Hakuna mahali tunaambiwa alikuwa mchafu. Hello. Nikapesting. Alikuwa amepestiwa na adui. Na hiyo pesting juu ya watumishi wa Mungu, we have come to deal with it. Hatutawachia watu watupakapate matope. Sisi wenyewe kama hatujajipaka. Sasa kwa nini unajaribu kunipaka? Tutapelekana na wewe. Ninaambia hata shetani ukikanyanga kwangu, vita ianze kwangu, tunatangaza vita ya dunia yote. Kutoka kwa nyumba, tunaenda kwa kanisa, tunaenda tukienda, mpaka ninakupata mpaka huko. Because kama umefika kwangu na mimi mtumishi, then what will happen to the rest? Tutawamaliza. Kabla uwamalize, mimi ndio utamaliza wa kwanza. And I know you are not capable. Tunaambiwa we are more than conquerors. Tunaambiwa resist the devil and he will flee away from us. So it is our duty and responsibility to resist the devil. Na tunampinga. Hatuna mali tumeambiwa tukubaliane. Compromise. Hallelujah. So sasa ya mwisho nataka kumaliza nayo ndio tuingie kwa hizo zingine zile tunafaa kufaa. Kuna moja hapa baya sana. Garment of shame and reproach. Garment of shame and reproach. Garment of shame and reproach. Hii tutasoma iko katika 2 Samuel 10. 2 Samuel 10 and verse number 4. 2 Samuel 10 verse number 4. Tutaenda kidogo hapo chini. And when Hanun took David's servants and saved, na hii mambo ya kusave, saved of the half of the beads. Nani yako na beads hapa? My brother, wacha nikutumie kidogo. Si watu mwangalie yule brother. Ndevu zake zinyolewe nusu. Pande moja. Sibaki side moja.
shaved half of his beards, and cut off their garments in middle. Even to the Yambatos. And sent them away. Sasa wacha tukubaliane. Umepata na mtu amenyolewa ndefu upande moja na hii trouser kutoka chini imekatwa akitembea. Wewe utangojea? Hata wewe utachomoka hivyo hivyo. Kwa sababu umeona hapa ni kubaya. Ndefu upande moja. Nguo zimekatwa. Hawa ni watu ambao walitumwa na David waende wakapeleleze. Sasa walipofika pale wakaenda wakakamatwa na adui. Wakaambiwa ndio mmekuja kupeleleza, kujeni hapa. Nyoa ndefu side moja. Unajua in Israel by that time ndefu na wanaume zilikuwa zinakuwa ndefu. Hello? Sio kama hizi zetu tunajaribu kulelea hapa. Zinakataa. Hata inabidi kama mimi ninyoe zote. Ni viongozi. Ni viongozi. Okay. Now I have known. Walikuwa viongozi. Now, then, verse number 5, and they told him unto David, he sent to meet them, because the men were greatly ashamed. Verse 5, and the king said, tarry at Jericho until your beards be grown, and then return. Sasa kuna watu wengine adui amewaibisha, amelarua nguo zao wako uchi. Arabu wamenyolewa design nyingine. They feel shameful even to appear before me. And I have come today to say, sisi hatuta vichwa huko nyuma, haikugojee ndevu zetu zimee. Sisi zetu zimemea na ziko na tutanyolewa kama Samson. Haleluya! Na roho ya aibu na madharau ituondokee kwa jina la Yesu. Sishindwe katikati yetu, ishindwe katika mwili wa Kristo. Kuna roho ambayo ni aibu inajaribu kuingilia mwili wa Kristo, kuwaipisha na kutuonyesha we are good for nothing. No, we are good for everything. Hallelujah. We are not good for nothing, we are good for something good also. Hallelujah. Because our God is good, we should also be good. Na tufuatwe na matendo mema na neema kuu ya Mungu. Bwana atukuzwe. Kanisa la Global tell you, the Lord will give you favor, and I have come to tell you, it does not matter what the devil is doing now. He is not capable of reverting back that good work ambao Mungu ameanza. Mungu aliyeanzisha kazi hii njema ndiye atakayekamilisha. And I have come to encourage you, stand firm and strong, because the Lord is coming. Mimi sina shaka na hii huduma. Na wale wako na shaka ni wale ambao hawajui history. Hello. Walianza pale Jerry House. Kanimba kadogo kanatoshana na half of this altar. Nusu ya madhabahu haya wale hamjui. Half of this altar ilikuwa kanisa. Bwana atukuzwe. Wakatoka hapo wakaenda hapo mbele. I think kanisa hiyo ilikuwa nusu ya hii. Na hiyo ni ya kukodesha na wasugua. Hapa ni kweli. Now I want to tell you, the devil is intimidated. Na anasikia sasa ni kama mmemkanyanga shingo. Na ni kama mmemwambia sasa ni lazima tukumalize mahali uko umebakia. Ndio akihiria mbona na karogo. Sasa kufinyilia na kidole unaanza kumalizia. Anaanza kurusha magumi na mateke. But I have come to tell you, stand firm. Because kile kitachipuka hapa, sauti yenye itasikika kwa hii madhabahu kwa area hii, itakuwa area hii, Nairobi, Kenya na mataifa. Mimi sijisemesi, na kama unafikiria nijisemesha usharudia, you shall see. Utakula, wacha niseme utakula. But for the believer hawatakula. Amen. Aya, now kama ungeona hii scripture, mimi niliona nikacheka. Nilikuwa hapo kidogo. Utawezaje ndoa mtu nusu na umkate huko aende akionekana baya. So, now we are required to take off those garments. Sasa ndio nimeingia part B ya ujumbe wangu nikimaliza. So we are required to take off that garment. Garment you are wearing in the spiritual realm
determines what happens to your physical realm. Hallelujah. Vazi ambalo unavaa katika ulimwengu wa kiroho linadetermine hata unapotokea huku ulimwengu wa kiroho na ulimwengu wa kawaida watakuona aje. Kuna mtu anaweza vaa nguo ya 50,000 or 20 na leo uvae ya Gikomba ya 200. Mtokee watu waulize between these two who is smart, unaweza chukua nani? Uone wakichukua ule wa Gikomba wa 200, maana ako na glory, ako na utukufu, ako na neema. Si Mungu awape glory na utukufu hata ukiwa namna gani unapendeka. Watu wanasema mimi hata sijui nasikiaga tu kupenda na pale Kariuki. Sijui nasikia pesa napenda hapa sana. Sijui kwa nini napenda nani? Kwa sababu kuna vazi la kiroho umevalishwa. Na si mvalishwa hii mavazi ya kupendeka. Wherever you go watu wakupende. Watu wasikie kutamani kukaa na wewe. Watu watamani kukusikiliza. Watu waseme we want him to speak hata kama hajaongea. Kwa jina la Yesu. If you are wearing a good garment, good things will be pursuing you. And if you are wearing an evil garment, bad things will happen. And start happening in your life. Si Mungu atuondolee mavazi hiyo baya. Na atupatie mavazi mahali popote tunapoenda. Watu wanasema, mimi sijui vile kwa nini tunapendaga huyu mtu. Hata wakitafuta sababu za kukupenda, hata wao hawajui. Ni vazi ulivalishwa na nani? Na Mungu. Garments are significant in life and destiny of people, both in the spiritual and physical realm. Hello? Genesis 37, verse 31. Jacob, hiyo ni additional. Jacob alivalisha nani? Joseph a coat of many. Na ndio ninakwambia tukoti tulianza kufuata Joseph hapo. Kwa hivyo hata wazazi ni vizuri palisha mtoto kwa koti physical na kakiroho. Mahali popote taenda kakiroho kakionekana, kainja kanaonekana. Anaanza kuvutia watu. Anapalishwa kwa koti kingine, hata akipalishwa kale negative, kale kako ulipalisha kwa kwanza, katanoa hata negative kaleto positive. Sikafanyike hivyo kwa jina la Yesu. Amen. Sinakuja kufanyika. Hizi vitu tunaongea hapa. It will come to pass. Utaenda kwa mahali tu milango ifunguke peke yake. Unaulizwa, na wewe ni nani? Sema. You are the person tulikuwa tumeambiwa utakuja. Because you don't need to do more introduction. Maana wanakujua. So coat of many colors. Genesis 37:1. Huyu ni Jacob alikuwa baba ya Joseph. Hatutaisoma hiyo. Okay. Now, wacha niongee kuhusu garment kidogo, hata kama niliigusa kidogo. Garment impart identity. Hello? Garment ile mtu amevaa katika ulimwengu wa kiroho inakutambulisha. Hallelujah. Garment define authority. Kwa hivyo vazi utafaa litadefine authority yako. Another thing, garment confer opportunity. So wakati wowote mtu amevaa vazi fulani, anapata opportunity inafunguka. So there is a way you dress that will either close or open your doors. Hello? Na wapendwa wale mko hapa. Hata hizi vazi physical ni mzuri. Hello? Mimi nashikana na hiyo bia tu. Mniulizeni. In most places, na hili naisema mara mingi, watu wakifanywa search na ile mara mingi wapiwa. Mpaka siku moja nikarudi pale niuliza soja, kwa nini wewe unisearch nikifika hapa kila wakati? Akaniambia basi mimi tunakujua. Mbona unamjuaje na mimi? Mbona tunajuaga watu? Aliniambia we know people. So nikajua hata kama hujaongea, how you dress ina determine watu watakuaddress aje. So try to be at least decent. At least. Hata kama huna pesa za kununua suti zote Gikomba. Mimi nimefanya linganisha muda mrefu sana. Koti inakaa kama hii na inalinganisha na hii. Na kwa mwangaza
namulika paka na nini naona nini inakaribiana. Naenda na naweka shati. Nachukua kataika bao. Nilianza kuvaa shati 1997. 1998 nilianza kuvaa tai. 1999 nilikuwa navaa tai sasa kikomba. Na inachapa ijili baya sana. Sasa tukipatana na wewe kwanza kamoja kalikuwa kamekataa kukauka. Kale niliwaambia story yake. Mnakumbuka? Alijaribu kunyoroshwa akakauki. Kumbe Mungu anataka kutukuza pande ile. So usikose kuhudumu ama kufanya kazi ya Mungu kwa limitation zile ambazo unaweza kuwa nazo. Just serve God how you are. Then the Lord. Slogan yangu moja tutapatana wapi? Hapo mbele. So godly garment. Wacha tuongee kuhusu godly garment that we should put on. One, we must be clothed with compassion and kindness. Bwana tukuzwe. Ukivaa vazi la kuhurumia watu na kuwapenda watu, si watu watakaribia wewe? Ni ukweli. Wewe anza kupenda watu na uanze kuwaonea huruma. Colossians 3:12 to 14. Hatuna muda, maana nataka nisikule muda mwingine. Ya pili, we should be clothed with humility. Hiyo ni vazi. Compassion and kindness ni vazi. Humility ni vazi. Na hii ya humility is 1 Peter 5 and verse number 5. Hatutasoma, mimi nataka kupatia homework. Go and do your Bible study. Ingine, Yesu alikuwa anaongea hii, tunaweza soma. Clothed with clothes of wedding of the Lamb. Ni vizuri also tuangalie vazi ambalo tunafaa kuvaa, vazi ambalo ni harusi ya nani? Ya mwana kondoo. Kwa sababu wakati mwana kondoo atakapokuja, inatubidi tuangalie vazi yenye tumevaa. Vazi la mwana kondoo. Vazi hilo linakuwa namna gani? White and cream. White and cream. Unajua unaweza kuwa umevaa white but dirty. Ulivaa vazi ya Kristo alafu ukaenda ukajichanganya na zile nyimbo. Unajua kuna vitu vimetaja hapa nzito. Kuna tulibo. Siku hizi TikTok imeleta maneno. Sijui ishaji maneno, sijui celebration birthday maneno. Hizo maneno zinaleta maneno. Hello. So make sure hata hizo dance na hiyo tulipo hata tukiwekwa mahali ukijisikia hii mimi sishikanishi, hata ninaulizaga hawa wangu na hii imesema nini? Kwa sababu kama sielewi nini nasema I don't dance. Hata nyimbo za Kikuyu zingine zinaibaga ng'ombe na pia na pori kile na pata. Wewe hiyo ukianza kuimba mimi sitaimba. Niletee ng'ombe mia moja saa hizi na mbuzi niuze. Uone vile tutafanya kazi ya Mungu. Tunakusha track hapa Mwiki. Izunguke kitangaza Kristo ni Bwana. Hapo niambie ng'ombe na mbuzi na hazina maana. Hiyo wimbo siwezi imba. Hiyo wimbo peke yako. I will not sing that. Simunaelewa hizi maneno. Hizo ndizo maneno. Amen. So, hata ukipata nyimbo zinaimbwa, don't be a jack of all trade. Ati kwa sababu umepata zinaimbwa na unaimba. Kama sielewi inasema nini, hata kama ni kijamaiya na nasifu Mungu, I retreat. Kwanza niulize na hii kitu inasema nini? Nikishika ni ile yetu. Sasa ninajoin. Unaweza jipata siku hizi kuna TikTok ina trend. Unachukuliwa hapo, pastor ameiba amesumbuka na mguu. Naenda dakika kidogo. Breaking news. Pastor in King caught up dancing in a secular music. And he's the one always preaching on the social media. How we should not. Sasa mimi sikujua hizi vitu zinasema nini. I joined. So hata nyinyi young cats, msijoin hizi vitu kama hamzielewi. Amen. Itachafua vazi lako. We have said the cloth inastahili kuwa white and cream. Not only white, because it can be white with stains. Stains ni pia kwa hapo. Ukaingia hapo, ukamkiwa na Maria. Ni maji chafu.
Yes. Haya. Tumesoma hiyo. Clothes with wedding up. Revelation 19:14. I think tusome hii ndio nimalize. I'm already crossing and finishing my sermon today. In the name of Jesus. 19:14. Revelation 19:14. How does it say? Nasema, and the armies which were in heaven followed him upon white horses, clothed in fine linen, white and I was not saying my own things. Huyu aliyekuwa amekaa hapa alikuwa amevaa white and cream. Na ukisikia Bible, unajua my brother, ndio sababu amekuwa hapa. Unaposikia Bible ikisema white, ile ya snow. Cream ni specific. Haina ile unasema it is closer to be cream. No. Sio kukaribia kuwa safi. Na sio kukaribia kuwa white, sio beige, ni white. Kuna wengine wamekaribia beige. Hata sio beige. Hii ni beige. Unajua mena yellow. Hii ni yellow kama ni beige. Unajua mena ya colorblind. Hii ni cream. Sasa upenda ile cream, ile beige, lakini sio white. Si ni ukweli? Now Jesus is saying you should wear a white and cream. So your garment ya wapi? Biguni. Ya biguni. Hallelujah. Na ukitokea ukiwa umevalishwa vazi hili katika ulimwengu wa kiroho, ukikanyanga hivi hata ukitembea mjini, baada ya kukaribia ni kuondokea. Wasikupake uchafu. Bwana asifiwe. Lakini kuna vazi unaweza fanya watu wote wakuje karibu na wewe waseme hata mtu kichafua hata sio baya. Ama uvae clean and white lakini roho ile kwako kuko baya. Network yote ni ya kwa shetani. Halo? Kama network ya kwako sio ya kwa Mungu, hata ukivaa white. Siniona siku hizi kuna watu wamevaa style mpya. Anavaa white juu, kofia ya white kama vile wengine wanaona wanavaa kofia. Siku hizo zimetoka wapi hizo? Kofia nyingine iko na maana kama lori. Na wewe white mpaka kiatu ya white. Unaona Kongo bado kiko na white. Sasa unafikiria yeye and the Holy Spirit is saying, wewe anaweza paa hivyo na wewe ni opposite direction. Tunaambiwa tutawajua kwa matunda. Mtu tutajua kwa matunda. Hawezi kukwambia tunaenda mbinguni huku, alafu jioni anakupigia simu. Tulikuwa naye church. Sasa nataka tupatane hapa Karumaido. Wewe. Hiyo kama mtu alikuwa amevaa sura ya ufalme wa kwetu ni kujipretend. Na pretenders unaweza kujua haraka. Amen. And we finish. Let me some ya mwisho. Clothed with garment of righteousness. Si ya righteousness unajua mahali iko. Isaiah 61:10. Isaiah 61:10. Na sasa ninataka kusoma hiyo ndio. Tukishaingia tutaingia katika kungoa na kufua. Kufua mavazi ambazo tumevaa ama tumevalishwa kimakosa na adui. Mmefika 61:10. 61:10. Isaiah 61:10. Yako inasema namna gani? Nasema, and I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God. For he hath clothed me with the garment of salvation, and hath covered me with the robe of righteousness, as a groom decked himself with ornament, as a bride adorned herself with her jewel. Hifasi kuna maneno mengi matamu hapo. Sijui kama unasikia utamu. Unajua ukikuwa mwanafunzi as a student of the word, when you read the word inakujaga. Sasa hapa niko na ujumbe mwingine hapa kwa hiyo scripture already in the road. Kwa sababu kuna connection ya hiyo. Imesema you must be clothed with garment of salvation. Kwa hivyo hata tukiongeza garment of
Salvation, hata wokovu iko na nini? Nafasi. Kwa hivyo kuna watu watafika huko waulizwe, where is the cloth of salvation? Wewe umevaa zingine zote, lakini ya wokovu iko wapi? Sisi tuliambiwa tunabatizwa na msalaba, tunapita chini ya bendera. Wewe hizo vituko, if those things are not biblical, don't follow them. Anything that's not biblical, unapitia chini ya bendera. Tumebatizwa, unapakwa hapa maji na kidole. Vitu mingi kama hizo. Hiyo sio ubatizo. Ubatizo ni ule kuingizwa kama Jesus. Fully immersed in the many waters and flowing. Ukiwezekana uende kwa mto ili inaenda. Hello? Na uingizwe, utubukishwe na uzikwe. Then ufufuke. Sasa tukipatana na wewe, nilikuwa nasikiza baba mmoja mtu wetu wa kiroho na bega akifunza, akasema watu wakikosa kubatizwa na wamekaa kwa kanisa mara nyingi ndio wanatusumbua. Nyoma tumbura. Ndio wanatusumbua huko. Maana mwili haujatiishwa kwa maji. Mwili haujakufa. Wewe ndipo kuo kana fufukaga. Kakiona kafitu kamepita kana fufuka. Kana tokelezea. Hiyo ndio hapo hizo mnasema. Anasema kuko, we are still existing. Anaanza na mnamdalili kwa alimpisha hapa bibuni kwa hakuna matata. Wewe ikifika jioni matata inatokea. Hallelujah. So hii vazi la salvation, si nimewambia nimepata mambo mengi hapa. And he covered me with the robe of righteousness, and as a bridegroom decked. Sasa huyu bridegroom ni msichana. Si unaona wasichana wakitolewa hata pasana na kuvuka bila kutolewa, hata ule wa kwanza bila kuvuka kumtoa white kwa maana wao kulikuwa kumenyesha. Pilipili wa mama wakatandika marezo hivi wakapigana tukija hapa mpaka hivi huu mlebole hata mvua na matope mahali wakapigana sisi hivi kwa mama wakafanyana mikono hivi wakilegalea kidogo, dada ameinuliwa mpaka kwa pajero. Hivi na batu ilikuwa kanisani. Bwana tukuze. Hata kama kulikuwa na mvua na maji na ruka, alienda bila kuunguzwa na matope mahali. Wapendwa, hivyo ndivyo Kristo anataka tufike kwake. Tukiwa tuko na mavazi masafi ambayo haina matope wala madoadoa. Tusimame kwa jina la Yesu. I want you to go before the Lord. Wengine unaweza